Wale watu imani yao ni ndogo, hawajui kuhusiana na Uislamu, lakini ukiwapa dawa wanaamini na wanabadilika. Si unasikia kwamba kule kuna violence kubwa sana? Wale ambao wanafanya zile violence wanapata dawa na wanabadilika 100%, hawayataki yale maisha tena na wanahama mpaka mji. Japokuwa dawa haifanyiki sana kwa sababu mazingira yao nayo ni magumu kidogo. Yani mavazi yao, kwa sababu wanawake wa South Africa wale anaosema Sheikh Pozeo wamejaliwa, wapo wengi kule. Sasa kwenda zile sehemu ambazo wanazokaa ni mtihani, na mavazi yao kama huku tunasema watu wanavaa nusu uchi, basi kule uchi kamili kabisa. Ukitaka kufanya dawa kule uwe pia unaifahamu Biblia kidogo, wafanyie comparison, ulinganifu baina ya Qur'ani na hiki mnachokiamini. Na wengi hawaujui Uislamu. Ukiwauliza Uislamu ni nini, wanakwambia Uislamu si ile dini ya watu ambao hufunga maduka wakaenda kuswali kila Ijumaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali. Mimi naitwa Rajab Msami, ikiwa ni siku nyingine tunakutana tena kwenye Ncha Kali Podcast. Niendelee kukukumbusha ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika YouTube channel yetu na kwenda kwa jina la AD+ Swahili. Hiyo ni kama unapenda kufuatilia kwa kutazama, lakini ukipenda kufuatilia kwa kusikiza, basi unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast pamoja na nyinginezo zote. Leo ni siku nyingine tunakutana tena kwenye Ncha Kali Podcast. Ni ada yetu, mara zote huwa tunakuwa na wageni ambao ndio tunafanya nao mazungumzo kwenye podcast zetu hizi, na mazungumzo ambayo tunaamini wewe unayetufuatilia, iwe ni kwa kutusikiliza au kututazama, yatakunufaisha kwa namna moja au nyingine hapa duniani, lakini hali kadhalika kesho akhera. Tunaye mgeni, unataka kufahamu ni nani na anafanya nini? Basi nikusihi sana uwe nasi kwa muda wote ambao utakuwa naye. Karibu sana Sheikh. Nikupe fursa ya kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini pia kujitambulisha majina yako na title yako ikipendeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka bi fathiyati al-fatih fatha tam wa nas'aluka bi khatimiyati al-khatim husn al-khitam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa jina naitwa Nasor Ali. Ni mwanafunzi ambaye nimehitimu masomo yangu nchini Afrika Kusini, na pia nimeanza kazi za kufanya khidma ya dini kama vile kusomesha na kufanya kazi ya uimamu. Kwa hiyo alhamdulillah, kiufupi utambulisho wangu ndio huo kwa wale wanaonitazama. Karibu sana Sheikh Nasor. Kabla hatujaanza mazungumzo yetu, kwanza uweke sawa kidogo hapo ili hata mazungumzo yetu takapoanza basi wanaotufuatilia iwe ni wepesi kutufahamu toka mwanzo wa mazungumzo yetu. Umeeleza kwamba kwa sasa hivi umeanza kazi, kwa maana unafundisha lakini pia unafanya ni imamu. Shughuli hizi unazifanyia huko South Africa ambako ndipo ulipoenda kusoma, au unazifanyia hapa nyumbani Tanzania? Shughuli hizi nazifanyia kule South Africa ambako nilikokwenda kusoma. Kwa hiyo hapa si imamu wala si muallim, hapa ni mwanafunzi. Sababu mji wetu na mashehe wengi ni wanafunzi. Naam, kama ambavyo umeweza kumsikiliza mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, tuko na ndugu yetu Nasor Ali. Yeye ni imamu kule nchini Afrika ya Kusini, ambapo pia ndipo alipoenda kufanya masomo yake ya dini. Tuna mengi ya kuzungumza naye leo, mengi sana, lakini haswa mazungumzo yetu Nasor yatajikita katika kutazamia hii title ya uimamu. Tutakwenda kuangazia imamu kwa muktadha wa nje ya Tanzania, title hii ikoje, imamu wa South Africa yukoje, tukifanya na ulinganishi kwa kiasi kwa hali ilivyo hapa nyumbani. Moja kwa moja, kwanza kabla tujaingia katika mazungumzo yetu au kiini cha mazungumzo yetu, ni kupe fursa kwanza kidogo
kabla hatujaugusa uimamu, utuelezee, kwa sababu umegusa kwamba umeenda South Africa kwa ajili ya masomo. Tuelezee safari yako ya masomo ilikuwaje, kwa sababu vijana ukiangalia bado kijana, na mara nyingi vijana sisi, ukiona mtu anawiwa kwenda kuisoma dini, basi si kitu cha kawaida sana. Vijana wengi wanaangalia kidogo kwenye upande wa secular, wana sababu zao. Nadhani mengi tunaweza tukagusia mbeleni, lakini tuangalie safari yako ilikuwaje ya kimasomo. Ulianzia wapi kusoma elimu ya dini na mpaka kufikia hapo ambapo ukaweza kuhitimu na kuweza kuanza kufanya khidma katika jamii katika upande wa kufundisha na uimamu? Okay. Kwanza fani yangu niliyosoma ilikuwa ni IT. Na nilianza field kufanya pale airport, Julius Nyerere International Airport. Ndo nilianza kufanya field pale. Kwa hiyo ulisoma secular hapa kwanza? Nilisoma hapa na nikamaliza na nikaanza field. Na nikafanya kazi pale kwa kiasi kama ya miaka 2, kisha ndo nikaacha ile kazi kwenda kusoma dini. Kwa hiyo kule kulikuwa kuna ndugu yangu ambaye yeye alitangulia kwenda kukaa kule, akawa anaishi kule na akaoa, na maisha yake kiujumla akawa ni kule. Sasa akaniambia kwamba huku kuna vyuo nimeviona ambavyo wanasomesha elimu ya dini, kama utapendezewa naweza nikakufanyia mpango wa kuweza kuja. Nikaambia hamna tabu katika hilo, na mie mwenyewe pia nilikuwa nikitoka kazini, kwa sababu kazi pale tunamaliza saa 9:30. Kwa kuna magari yanaturudisha nyumbani. Na nilikuwa nikirudi nyumbani nilikuwa nikienda madrasa kusoma. Kwa ustadhi wangu mmoja anaitwa Ustadh Abdul Jabbar pale Magomeni. Kwa nilikuwa nakwenda baada ya alasiri na kuwa nimesharudi. Tulikuwa tukisoma pale vitabu mpaka baada ya isha. Kisha tunatawanyika tunarudi nyumbani. Kesho tena inakuwa siku nyingine tunaanza kazi. Sasa passion yangu ilikuwa kusoma dini. Ile kazi ilikuwa kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ameniandikia nikipitie. Kwa hiyo nikawa nimekipitia, lakini passion yangu kubwa ilikuwa ni kwenda kusoma dini. Na ilivyotokea hii fursa nikasema alhamdulillah, ngoja nichukue niweze kuitumikia vizuri. Kwa hiyo nikawa nimetafuta passport, nikawa nishapata, na vile vyuo vya kule vinataka mtu atumie passport, atume kopi yake ya passport, waanze kumwandalia karatasi zozote zinazohitajika. Kwa hiyo alhamdulillah wakaniandalia zile karatasi zote, wakanitumia huku, mimi nikaenda ubalozini nika apply. Labda kwa faida kwamba ukitaka kwenda kusoma South Africa, kitu cha kwanza wanataka visa ya kwanza uichukulie nchini kwako. Unaona? Ile visa ya kwanza uichukulie hapa. Kwa mfano wewe ni Mtanzania kama ilivyokuwa kwako, kwa maana visa ya kwanza uichukulie hapa Tanzania. Visa ya kwanza uichukulie hapa Tanzania. Alafu kurenew visa ukiwa kule inakuwa rahisi. Ikiwa ya kwanza umechukulia nchini kwako. Na visa ya kwanza wao kukupa kule pia inakuwa ngumu, wanakwambia rudi katika nchi yako uweze kufanya maombi, uweze kupata, kisha uweze kwenda kule. Kama safari yako ni ya kimasomo, kama unataka kusoma. Na pia kuna kitu ni ghali kule kinaitwa medical aid. Medical aid ni ghali kule, inakuwa kama 1500 rand, lakini sasa hivi wakati ule ilikuwa 1500. Sasa hivi nimekwenda, wakati na apply ilikuwa kama, wakati na renew visa yangu ya mwisho ilikuwa kama 6000 na imefika. Na ni sawa na kiasi gani kwa pesa ya Tanzania? Kwa pesa ya Tanzania inakuwa mara 140. Yani hiyo 1500 unazidisha mara 100 ndo unapata kiasi hicho. Kwa hiyo rate huwa zinacheza, wakati mwingine inashuka sana mpaka 130, inapanda tena mpaka 150. Naona rate inakuwa hivyo. Kwa hiyo medical aid hiyo unalipia, na zile taasisi za Kiislamu kule pia kuna charge ambazo kuna gharama ambazo mtu analipia pia. Kwa hiyo kiujumla inaweza ikafika kama 10,000 rand. Kwa hiyo nilipopata ile visa alhamdulillah, nikakata ticket ya ndege nikaenda kule. Kuna vyuo ambavyo vinasaidia kila kitu, kuanzia visa, hizo medical aid na gharama za ticket wanasaidia, lakini kuna ambao waliotangulia wameweka picha iliyokuwa si nzuri kidogo. Wamechukua zile visa, walipofika kule wakaendelea na shughuli zingine. Naona hawakutaka tena mawasiliano na vile vyuo kuambia kwamba si tushafika hapa na nini. Kwa hiyo
Kwa hiyo wakasema kwamba kila mtu ajigharamie, kama kweli unataka kusoma utagharamika. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hatua yangu ya kwanza. Nilivyoipata visa nikakata tiketi nikaenda kule, alhamdulillah nikafika, na nilifika msimu wa sama, ambao msimu wa kiangazi tunasema, ambao jua linawahi kuchomoza. Kwa hiyo alfajiri inakuwa kama saa 10 ya usiku. Sasa mimi nishazoea huko alfajiri saa 11 na unaingia katika nchi ambayo ipo saa 1 nyuma. Nilikuwa nashangaa tu, mbona bado nahisi usingizi lakini kumeshakucha. Ikawa kidogo inanitatiza mpaka nilipokuja kuzoea mazingira. Na kule madhhabu wanayotumia ni madhhabu ya Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo swala zao wanazichelewesha kidogo. Naona. Kwa hiyo nilikuwa nashangaa kwamba tuna swali alfajiri tukitoka nje tayari kweupe kushakucha. Kwa hiyo vio kule ni viko vingi. Vio vya Kiislamu, na muda wote wa muhuri, yani wa masomo unakuwa ni miaka 6. Masomo muda wote. Yeah. Hii ni bila kujali taasisi gani unafanya. Kuna kitu ambacho wanafanya katika miaka 2 ya mwanzo. Wanafocus sana na lugha. Okay. Watasomesha Qira'atu Rashida, watasomesha kuna Qira'atu Rashida na Al-Arabia Baina Yadik. Hivi ni vitabu viko Saudia, vinatoka kule. Anasema bighairi natqina biha, kwa wale ambao wamezaliwa ama wanatokea katika nchi ambazo hawazungumzi Kiarabu. Kwa hiyo wanasomesha Al-Arabia Baina Yadik, wanasomesha Qira'atu Rashida. Kuna hii Qira'atu Rashida ya Masri na kuna nyingine ambayo wametunga wao kule. Kwa ziko mbili. Inakuwa ni visa vimeelezwa virefu. Kwa hiyo wanazingatia mtu ufahamu yale maneno ya Kiarabu. Ndio inakuwa miaka 2 ya mwanzo. Kisha wanakuja katika fani ya sarfu, wanasomesha na nahwu. Naona nahwu wanatumia, kuna ambao wanatumia jurumia, kuna ambao wanatumia hidayatu nahwu. Ili mradi ile fani ipo, lakini vitabu huwa vinatofautiana. Okay. Kwa hiyo wakimaliza hapo, na uzuri wengi wanaoingia katika kusoma wanakuwa tayari washahifadhi Qur'ani. Huwa wanachukua wanafunzi ambao tayari wamehifadhi Qur'ani, na wakishakuwa na lugha nzuri, bimaana kwa hii miaka 2 ya mwanzo. Kwa hiyo pia wanaweza wakapeleka katika kusoma tafsiri ya Qur'ani. Wanasomesha Jalalaini, wanasomesha na Safwatu Tafasir, na wanasomesha na Ibn Kathir. Hizi tafsiri 3 wanasomesha, na kuna somo la Qur'ani tarjuma ambayo unasoma neno kwa neno. Kabla ya kuingia katika hizi tafasir, kwanza wanakusomesha Qur'ani tarjuma neno kwa neno, msafu mzima. Na wakati mwingine muda unakuwa unabana, hatumalizi syllabus, yani kumaliza msafu mzima. Lakini karibia juzuu 20 unakuwa ushapata picha na ushapata za tarjuma neno kwa neno. Hakuna masaili yatakayozungumzwa wala hakuna tafasiri itakayoelezwa hapo, kwamba neno kwa neno tu. Ukisema wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa, ujue wa inatafsiriwa vipi, hivi inatafsiriwa vipi, qala inatafsiriwa vipi. Umeona Na nimeondoka huku tayari najua Kiingereza. Nilipofika kule nikawa najaribu kusoma na kufasiri mimi mwenyewe, nikajikuta nachanganya ile maneno, kwa sababu katika fani ya kufasiri lugha moja kwenda katika lugha nyingine, kuna maneno huyapati exactly neno kwa neno katika kulitafsiri, ila ukae kwa mtu ambaye anafahamu vipi hii ibara inatafsiriwa, atakufahamisha. Kwa hiyo japokuwa Kiingereza nilikuwa nakijua, lakini pakanitatiza kidogo. Kwa hiyo nikakaa kwa mwalimu, nikawa nasikiliza vile anavyofasiri na yale maneno wanayoyatumia. Umeona, ikija ibara hivi unafasiri vipi? Naona kwa kidogo, alhamdulillah, pia kwa sehemu kubwa ilinijenga namna ya kuzifasiri hizi nusus katika namna iliyokuwa sahihi ya Kiingereza. Naona, na wakati mwingine walikuwa wakituambia chukueni msahafu wa Kiingereza ambao umefasiriwa neno kwa neno, hebu soma uielewe. Na wana system moja ya kusomesha pia, kwamba somo unalolisoma kesho leo ulipitie wewe binafsi, wewe mwenyewe.
Kwa hiyo mwalimu anaweza akawaambia kwamba kesho tutasoma labda somo lolote, mfano katika lugha, kama kile kitabu cha Qiraatul Wadhiha, kisa cha kwanza kinasema kaifa akudhi yaumi, au kwenye Qasasun Nabiyin man faala hadha, naona samina fatan yaqulu. Sasa lile somo zima wanataka ulipitie na uweze kubaini maneno ambayo mapya, uyanukuu pembeni, uyahifadhi, uyaandike, kisha ukifika mwalimu atakusomesha. Kwa hiyo pia hivi vitabu vya Kiarabu ambavyo ni visa tu, unafasiri neno kwa neno. Yani mwanafunzi anasoma namna gani ya kufasiri neno baada ya moja, hata kama ile jumla haitaleta maana. Naona, lakini kwanza anakwambia hebu nitafsirie neno baada ya neno, neno baada ya neno. Sasa kinachofanya wakati mwingine anakuja mtu ameshasoma, lakini akifika pale wanamwanzisha mwaka wa kwanza, hasa ikiwa lugha bado haijamkaa sawa. Kweli umesoma, unafahamu nahwu, unafahamu balagha, fani nyingi unazijua, na fani nyingi labda za fiqh ushasoma na ahadith, lakini kwa vile umeingia katika namna, yani katika mtaala mwingine wa kusoma, sharti inabidi uanze tena mwanzo. Kwa kuna miaka miwili ya lugha, kuna miaka miwili ya lugha pale. Sasa wanaangalia kwamba kweli uko fit kuweza kuendelea au la. Kuna ambao wanakurudisha pia urudie, na kuna madaris nyingine wanakuwa hawamrudishi mtu, isipokuwa wanasema kwamba kwa vile huyu ni mgeni na amekuja katika nchi yetu, amekuja katika mazingira tofauti na ya kwao, inachukua muda kucope na yale mazingira. Kwa hiyo wanampa ruksa mwanafunzi, anaendelea mwaka mwingine. Kwa hiyo nakuta mpaka labda mtu mwaka wa 3 wa 4 ameshacope na yale mazingira. Ama ndo jumla itakupeleka uende ukasome kwa miaka 6. Kwa miaka 6. Kwa hiyo miaka miwili ya mwisho tunasoma ahadith. Tunasoma sahih 6 zote, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Tirmidhi. Tunasoma hadithi baada ya hadithi. Na kuna kufafanua kila hadithi, na kuna hadithi nyingine zinakuwa zimejirudia huku na huko. Kitabu hiki kipo, kitabu hiki kipo, kitabu hiki kwenye mlango huu, kule kwenye mlango mwingine. Kwa hiyo mwalimu anakuwa haelezi tena kwa kina pale anaendelea. Naona kwa jumla miaka 6 ndio unakuwa umehitimu. Kimsingi level ile inakuwa inaitwa level gani sasa? Kimsingi ile level sina uhakika wanaiita level gani ukilinganisha na level hizi ambazo tunazitumia, kwa sababu wao hawatumii hizi level ambazo kama hizi sisi tunazitumia. System yao wao imetokea India. Kuna chuo kimoja kule kinaitwa Darul Uloom Deoband. Naona hii syllabus wanaita darsa nizami. Umeona? Kwa hiyo mfumo wake uko hivyo. Sasa Sheikh Nasr, umetuelezea safari yako tangu umeamua kuiwa na kwenda South Africa kwenda kufanya masomo yako ya dini mpaka umeweza kuhitimu. Mifumo yao baada ya mtu kuhitimu, kutoka kwenye wanafunzi uliohitimu kwenda kwenye kufanyia kazi yale maarifa uliyoyapata, mifumo yao ikoje? Baada ya wewe kuhitimu, sasa pale unaanza jitihada zako wewe mwenyewe kuweza kutafuta wapi ukatumie maarifa uliyoyapata, au kuna mifumo rasmi ambayo wao wanaitumia kuweza kukulink bana, wewe utaenda kufanya kazi pale kama mwalimu, utafundisha, wewe utaenda kufanya pale kama imamu, utafanya hivi, au wanatumia mifumo gani? Okay. Hizi madaris ambazo mfano sisi chuo chetu ambacho nilichokuwa nasoma ni chuo ambacho kiko chini ya taasisi ambayo yani imeshikamana na taasisi zingine. Mfano kuna taasisi kama moja inaitwa Sanha ndo ina approve kutoa ile stamp ya halali katika bidhaa. Naona. Kwa hiyo kama huku mtu alikuwa amesoma fiqh yake, ameielewa vizuri, anaweza akaunganishwa na walimu wa kule. Kama kitabu Taam At'ima na kitabu Dhabahi katika Bukhari na vitabu vingine, vitabu vinavyohusiana na masaili ya kuchinja, mwalimu anayekuja kusomesha ni mwalimu anayetoka katika taasisi ile.
Unaona? Kwa hiyo akija pale anasomesha na anaona hawa wanafunzi wana muamko katika kitu gani, hawa ninawasomesha. Kwa hiyo pale pale anaweza akawa tayari kisha chagua watu kwamba hawa wakimaliza na waomba. Hiyo moja. Pili, kuna kozi ya umufti baada ya kumaliza miaka 3. Kwa hiyo mtu akimaliza pale, katika sisi wanafunzi tunaosoma, wakimuona kichwa chake chepesi katika kufanya research ya masaili mbalimbali, wanamuunganisha kule. Yani wanaweza wakakwambia kwamba wewe umemaliza hapa, lakini inshallah tunakuhitaji uje ujiunge na kozi ya umufti. Kwa hiyo tayari kuna muunganiko baina ya kazi na masomo. Kuna changamoto ambayo inatupata kama sisi wageni. Sisi inakuwa ngumu kuweza kuingia katika ule mfumo kwa sababu tunahitajia work permit. Tukimaliza pale, kwa sababu labda tuna study permit ambayo tunaitumia, tukimaliza tunahitajia tuende tuka-apply work permit, na work permit inakuwa ngumu kidogo kupata. Kwa hiyo ukipata ile work permit inakuwa sahali, inakuwa rahisi kuingia katika ajira moja kwa moja. Umeona? Kwa hiyo kuna mfumo ambao tayari washautengeneza. Yani misikiti na wanaita maktab. Maktab manake ni hizi madrasa ambazo wanasoma watoto. Kwa hiyo misikiti na maktabu imeunganishwa kwamba wale wanafunzi wanaosoma ndio wasomeshaji katika ile misikiti. Mfano kama darasani kwetu, darasa letu lilikuwa lina maimamu 2. Yani anasoma pale mtu lakini tayari ni imamu msikitini. Naona. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa akiitwa Bashir. Kuna sehemu kunaitwa Nuclear. Ni ndani ya Johannesburg. Na pale kuna msikiti wa zamani umejengwa karibia 1918 huko. Naona, na anasema ni katika msikiti ambayo Sheikh Abdul Basit alipoenda South Africa miaka hiyo alifika msikiti huo na alisoma Qur'an. Kwa hiyo msikiti huo upo tayari na rafiki yangu ni imamu ambaye anasoma. Umeona eh? Kwa hiyo ameweka muunganiko mzuri baina ya kusoma na zile kazi. Isipokuwa changamoto inakuja tu kwa wageni mpaka wapate permit waingie na pia waone uzuri wa kazi yako. Je, unaweza kuifanya hii kazi? Kama huiwezi, hawezi wakakupa nafasi. Na pia ukitokea nje tayari umeshasoma, inakuwa ngumu pia we kuingia ukapewa nafasi. Uzuri ukitokea nje upite katika system manhaji yao usome, alafu wakuone kwamba huyu mtu uwezo wake mashallah anajua na anaweza kuifanya hii kazi ya uimamu au kazi ya kusomesha vizuri, lugha yake ya Kiingereza nzuri. Naona. Na wakati mwingine huwa wanahofia kuja mtu akafika pale kisha akaanzisha mgongano wa mawazo. Kuna baadhi ya masaili huwa wameeleza masaili haya ya ikhtilafu na nini tusiyazungumze katika mimbar. Naona. Kwa hiyo wamedhibiti hilo sana. Wameweka sera za kudhibiti masuala kama haya. Sera, huwezi ukasimama juu ya mimbar ukaanza kuzungumzia masaili ya akida, sababu ule msikiti, yani utazungumzia masaili ya kawaida sana, sio masaili ambayo yako very deep katika aqaid ndo uje kuyafafanua mbele ya mimbar. Wamekataza kwa sababu wanasema wengi katika waswaliji katika misikiti sio wanachuoni. Kwa hiyo ukianza kuja kufafanua mambo kama hayo utaleta mkanganyiko katika jamii na utaleta mfadhaiko, watu hawataelewa haya masaili ni nini, utaugawa umma. Kwa hiyo wameweka sera fulani za kudhibiti. Twende tukautazamie uimamu sasa, ambao wewe binafsi kwa sasa hivi unahudumu katika taito hiyo. Kwa bahati nzuri wewe ni Mtanzania, umezaliwa hapo, umekulia hapa, mpaka unaondoka kwenda kusoma elimu ya dini South Africa, tayari ni mtu ambaye unajielewa, una akili yako. Bila shaka unafahamu uimamu hapa Tanzania na ume-experience uimamu kwa kufahamu South Africa, kwa kuona watu wakiwa maimamu, mpaka nawe mwenyewe unakuja unakuwa imamu. Uimamu South Africa ukoje? Okay. Uimamu South Africa unakuja na majukumu mengi. Kwanza, imamu unakabidhiwa daftari la vyeti vya ndoa. Kwa hiyo kule hakuna mtu kufungisha ndoa binafsi. Akiwa imamu atakabidhiwa daftari la vyeti na atawafungisha watu ndoa kwa mujibu wa sheria unavyosema. Kwa hiyo ukiwa imamu sharti ujue namna ya kufungisha ndoa. Ujue namna ya kwanza uwe umehifadhi Qur'ani.
kwa sababu tarawih kule wanasalisha kwa kusoma Qur'ani nzima. Kwa hiyo umehifadhi Qur'ani. Jambo la tatu, imamu unaweza ukawa ndio mudiri wa madrasa. Hapo manake ni misikiti yote inakuwa na madrasa. Misikiti yote inakuwa na madrasa. Na madrasa zile ziko sampuli mbili. Kuna upande mmoja unasomesha watoto na upande mwingine kuna kuwa na darasa la tahfidh. Tahfidhul Qur'ani pia inakuwepo katika msikiti. Kwa wale ambao wanafanya kazi. Mtu unafanya kazi kutwa nzima, unashindwa kuweza kuhudhuria madrasa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kuna kuwa na darasa la kuhifadhi Qur'ani baina al-maghrib wal isha kila siku, au kwa mujibu wa ratiba ambazo mtu atakubaliana na imamu kwamba mimi nitaweza kuja saa fulani mpaka saa fulani. Na kitu kingine nilichokiona katika nafasi ya uimamu, kwa sababu mimi sikuwa na permit ya kufanya kazi kule. Kwa hiyo uimamu wangu wakati mwingine nilikuwa nikisaidia. Yani wanataka mtu unasoma, inakuwa kama field tunaita unasoma lakini uwe tayari ushaingia katika ule mchakato wa zile shughuli uweze kuzizoea. Kwa hiyo mtu akiwa imamu anapewa nyumba. Yani maimamu wa kule lazima akae hapo hapo msikitini. Kwa maana misikiti inakuwa na nyumba pale. Inakuwa na nyumba pale. Yani msikiti unakuwa na eneo kubwa. Kwa hiyo unakuwa na nyumba ya imamu na nyumba ya muadhin. Umeona? Na wakati mwingine inakuwa nyumba kubwa, unakuwa msikiti mkubwa pia, unakuta kuna waadhini wawili au watatu na maimamu wawili au watatu. Kwa maimamu wote wanakaa ndani ya compound ya msikiti. Naona Kwa hiyo kiufupi ni hivyo. Na vipi kuhusu picha nzima ya imam, kwa maana ya kwamba ile inakuwa ni ajira rasmi kwake? Na nauliza hivyo kwa sababu baadaye tutakuja tutafanya ulinganishi na hali ya hapa nchini, lakini nauliza ili kutoa picha pana kwamba tunafahamu maimamu wetu hapa wengine wakutani mtu anafanya khidma tu. Kwa hiyo naangalia sasa, je, sura hiyo ikoje, kwamba ni ajira au ni mtu anaitumikia dini yake? Inaweza ikawa na pande zote mbili. Pande ya kwanza ina ajira, inakuwa ni ajira kwa sababu ina mshahara maalum. Na pande ya pili kwamba sio kwa sababu unalipwa mshahara ndo kazi yako unafanya saa fulani mpaka saa fulani. Hapana. Ikitokea muda tunakuhitaji, imetokea mtu amefariki tukakuhitajia, basi uwe available, upatikane. Unaona? Kwa hiyo niseme kama ina wito fulani hivi. Wito wa kiasili. Wito wa kiasili. Lakini kwenye swala la uchumi, manake mshahara wa uhakika kwa mtu anayefanya ule wito upo. Mshahara wa uhakika upo. Na jambo lingine nimesahau kukwambia, hata mtu akitaka kuoa anauliza, bwana wewe unaswali msikiti gani? Bwana mimi naswali msikiti labda msikiti wa Raudha Kisutu. Basi ananyanyua simu anampigia imamu wa Raudha, bwana kuna kijana fulani bin fulani anataka kumuoa binti yangu. Je, wewe kama imamu unamuonaje huyu kijana? Kwa hiyo imamu akisema huyu kijana bwana mtihani, umekosa mke. Kwa hiyo kwanza imamu ana heshima kubwa. Yani comment atakayoitoa kuhusiana na mtu ina either madhara kwake au manufaa kwake. Imamu akisema kijana mzuri au familia fulani ni nzuri, pia mtu anaweza kupewa mke. Au akasema hawa kweli wanakaa ili eneo lakini sijawahi kuwaona hata siku moja msikitini. Unaona Kwa hiyo imamu ana jukumu hilo pia. Yani atakuelezea vizuri au kwa ubaya ikiwa unataka kupata baadhi ya faida. Nasoro, wewe umekulia hapa kama nilivyotangulia kueleza mwanzo kwamba umekulia hapa, experience hapa maisha ya maimamu na kila kitu. Hali za maimamu wa Tanzania ndizo ukizitazama kwa uzoefu wako zinafanana na hali za maimamu wa South Africa kwenye eneo la kiuchumi? Kwa maana maisha, yani imamu South Africa maisha yake yakoje? Mathalan, tuseme kwa ubaya lakini ndio uhalisia. Tanzania hapa ni maimamu wachache sana wana magari ya kutembelea. Mathalan, natolea mfano mdogo hivi. Hali kwa South Africa ikoje? Umeshanielewa. Tanzania tu kuna ndio uhalisia ulivyo. Yani ni tukianza kupita hapa sasa hivi tufanye research ndogo tu ya hali za kiuchumi. Hali ya uchumi kwa maimamu katika misikiti mingi sana unakuta hali yao ipo hapo kawaida. Kama anakuwa na uchumi mzuri, ni wachache sana ambao uchumi wao ukiwa mzuri umetokana na shughuli yake ya uimamu.
wengi utakuta either ana biashara nyingine anafanya ambayo ndio inamwendeshea maisha yake na inafanya awe katika standard fulani ya maisha. Uimamu anaendelea kufanya tu kama uimamu. Kinyume na hapo utakuta ni mtu ambaye hali yake kimaisha iko kawaida sana. Hali ikoje kwa South Africa? Kule hali iko tofauti kabisa. Kwanza msikitini kuna sehemu ya parking ya imamu, gari ya imamu. Na usije ukapaki hapo hata bahati mbaya. Dakika 2 nyingi utakuja kutolewa. Yani kuna parking maalum ya imamu msikitini. Kuna kamati za msikiti ambazo zinamnunulia imamu gari kuendana na shughuli zake. Kuna kamati za msikiti ambazo hawamnunulii imamu gari, lakini mshahara wake unamtosha kuweza kudunduliza kidogo kidogo akanunua gari. Naona kule watu wanajitolea. Katika sekta ya kujitolea watu wanajitolea sana. Nakumbuka mimi nilipokuwa nafanya uimamu, kuna msikiti mmoja ulikuwa Bedford View, Johannesburg. Nilikuwa bado nasoma lakini nikawa nafanya uimamu pale kama part time. Hasa imamu wake alikwenda hija. Kwa hiyo akawa hana mtu wa kumshikia, kwa hiyo nikaenda pale kumshikia kwa mwezi mzima ule ambao yeye hayupo. Sasa kuna mtu pia akaniambia, ni katika waswaliji pale, akaniambia kama ikitokea kamati itakulipa pesa ndogo niambie mimi nitakuongezea. Huyo ni katika watu wanaoswali pale. Katika waumini tu wanaoswali. Bahati nzuri hawakuwa wanatoa pesa ndogo, mashallah. Walikuwa wakitoa pesa ambayo ilikuwa ikikidhi, si nyingi lakini ilikuwa inakidhi yale mahitaji ambayo nahitajia. Kwa hiyo katika sekta ya uchumi imamu anaangaliwa vizuri. Na katika hivi vyama vya wafanyakazi imamu pia anaweza akaenda akaishtaki uongozi wa msikiti na wakamlipa fine. Naona wanawaita sijui jina lao limetoka, vile vyama ambao vinahusika na mambo hayo. Kwa hiyo akienda pale akishtaki, na hakuna kazi bila ya mkataba kule. Lazima uende uandikishiane nao mkataba. Kwa imamu anakuwa na mkataba wake. Anakuwa na mkataba wa ajira. Naona. Na akishtaki kesi inapelekwa mahakamani. Wale watu watashtakiwa na inaweza ikapelekea wakalipa ile pesa na wadai na faini juu. Naona. Hapa katika kuweza kuendesha malipo ya imamu, kuweza kuendesha hii huduma ambayo imamu anaifanya kiuchumi. Jukumu hili ni la nani? Kwa mfano hapo umetoa mfano kwamba imamu ana uwezo wa kwenda kuwashtaki waajiri wake. Muajiri haswa wa imamu anakuwa ni nani? Kuna jambo nitakuelezea ambalo kama umesema ni faida kwa watu wote. Kwanza, misikiti ya South Africa imeondosha maamuzi ya mtu mmoja msikitini. Kuna shura. Kwamba shura ndiyo imeamua. Ile shura inaundwa na portfolio tofauti. Kuna labda dini affairs, kuna security, kuna fundraising, sawa, alafu kuna amir. Sawa. Kwa hiyo maamuzi yanatoka kwa shura nzima. Wale watu wa kamati ndio wanakuwa watu wa shura. Wakati mwingine pengine ye imamu labda yupo katika portfolio ya dini affairs. Manake dini affairs anatakiwa ajue nani atakuja kutoa khutba kila Ijumaa. Durusi mbalimbali zitakazoendeshwa zinaendeshwa vipi? Mashehe gani watakuja kuziongoza zile durusi au azifanye yeye? Kuna huu upande wa kwanza. Na ule upande ulouliza vipi msikiti una generate income. Msikiti unakuwa na wanaita yoko machine. Kwa maana wewe hutumii, hauna cash, unaweza ukaswipe pale kadi ukatoa sadaka. Kuna kuwa na kiboksi cha sadaka, utakwenda pale utatumbukiza. Kuna watu ambao wana debit order. Debit order ni nini? Yani automatically ikifikia mwisho wa mwezi ile pesa inakata kwenye akaunti, inaenda moja kwa moja kwenye akaunti ya msikiti. Kwa hiyo wale wafanya biashara around
ule msikiti wanakuwa wamefanya hivyo. Alafu pia kuna msamaha wa kodi, nadhani hili swala sikulifuatilia kwa kina, lakini kuna msamaha wa kodi ambao watu wanapata kwa kusaidia taasisi za dini. Umeona? Kwa hiyo na wale watu wa fundraising, mfano mimi nakujua wewe ndugu yangu, nitakufuata bwana, tuna msikiti wetu, tunaomba utuchangie. Watapita, watachangisha sadaka za msikitini kila Ijumaa. Mara nyingi watu hutoa sadaka kule Ijumaa. Siku nyingine hutoa, lakini kwa wingi kila Ijumaa watu watatoa sadaka. Na hao matajiri wamewafuata, wamewaambia bwana, tunahitajia kiasi kadhaa. Kuna mzee mmoja alikuwa sahiba yangu, ni mtu mzima, alikuwa akiniambia kuna tajiri mmoja kila mwezi alikuwa akitoa sadaka. Sema, ananiambia sasa ni miaka 5 anatoa sadaka, na yule tajiri alifariki, wanaye wakaendelea kutoa zile sadaka, wakaendelea na ule utaratibu. Na kuna upande mwingine, labda kuna mtu yeye ana uwezo mkubwa, anasema mishahara ya waadhini mimi nitailipa. Sawa, mtu mmoja akajitolea, mishahara ya waadhini mimi nitalipa. Mwingine anasema kwamba msisumbuke na bili za maji na umeme, mimi nitalipa. Mwingine anasema mshahara wa imamu mimi nitalipa. Kwa hiyo watu wamepata muamko mkubwa sana katika swala la kutoa katika dini yao. Naona. Kwa hiyo msikiti unakuwa hautetereki, na wengine mpaka wanafikia kutengeneza vitega uchumi kwa ajili ya msikiti. Na kule kuna kitu huwa wanafanya katika haya mambo ya fundraising, wanaweza wakapika chakula. Wakasema tutauza sahani ya pilau msikitini kwa ajili ya kuchangisha fedha, yani fedha zitakazopatikana katika huu mradi itaenda moja kwa moja katika akaunti ya msikiti. Kwa hiyo watapika chakula na watasema tuna mtu yoyote mwenye kutaka sahani kadhaa atoe oda mapema. Kwa hiyo mtu atachukua oda zake, anayehusika atachukua oda labda sahani 20. Sasa ajabu kwamba kile chakula sikinauzwa pale, lakini kabla hujaenda kukinunua kishaisha, na kabla hakijapikwa tayari kishaisha. Watu washanunua sahani zote, sheka oda. Kwa hiyo wanafanya hivyo, yani wakiona jambo la msikiti huwa wanajitoa, hata kama ile sahani itauzwa bei ya juu kuendana na bei za kawaida za kununua vyakula, lakini watu watanunua, watanupia kununua ili mradi kusapoti msikiti. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba uendeshaji wa msikiti kwenye upande wa finance, kwenye upande wa fedha, chanzo kikuu cha mapato msikitini ni waumini wenyewe. Naam. Ni waumini wenyewe. Mashallah, ni jambo zuri. Umekaa South Africa, umeweza kuijua mifumo kama hiyo ambayo umeweza kutueleza hapo. Lakini ukiangalia imamu wa South Africa, kama nilivyokuuliza swali, ulijibu moja kwa moja, kule ni tofauti sana. Misikiti na parking za imamu ana magari, kama hata nunuliwa na kamati, hata nunulia mshahara wake unaweza ukamfanya akakidhi, akaweza kuja kudunduliza kwa miezi kadhaa, akaweza kununua gari. Hali hapa nchini kwetu ni tofauti sana. Yaani wewe ni mwenyeji na unajionea, na ndio uhalisia ulivyo. Maimamu wengi wako katika hali za maisha ya kawaida sana, na wengine ambao hawako mijini, manake hali zao ni ngumu zaidi. Maimamu ambao wako nje kidogo ya miji, wako katika mikoa huko, hali zao ni ngumu sana. Unadhani kwa nini katika nchi yetu hali iko hivyo? Nini kimepelekea tukafikia katika hatua ya kwamba maimamu wamekuwa ni watu wa kawaida sana? Wanachukuliwa kawaida, kwa maana ya hata ile mtu mmoja mmoja, ile value ya imamu haipatikani. Yani mtu anaweza asimheshimu imamu katika heshima anayostahili kuheshimiwa. Hiyo ni katika upande wa kijamii, lakini tukirudi hata kiuchumi, basi hali zao za kiuchumi maimamu ni ngumu tu. Kutana imamu amejiweza, basi ana chanzo kingine cha pesa, lakini sio ule uimamu wake. Nini kimetufikisha hapa? Ni mifumo yetu kwa haijaangalia mbali. Unajua tunatakiwa tubadilike, tusingojee wakati ukatulazimisha tubadilike. Kule wenzetu wako na standard nyingine kabisa. Mfano, unataka kujenga msikiti, tengeneza msikiti, lakini msikiti usiwe sababu ya kupelekea shughuli za watu kusimama. Unamaanisha nini? Mfano, kuna msikiti niliuacha pale, unataka kufanyiwa, wamenunua nyumba ya jirani, kwa wanataka wajenge
maana kwanza ulikuwa ni musalla. Yani sisi Waislamu tunatambua ni msikiti, lakini kwa standards za sheria zao wanasema huu ni musalla, sio msikiti. Kwa sasa wanataka wanunue jengo, wamenunua jengo la pembeni, wanataka utanua jenge msikiti mkubwa. Kigezo walichopewa na tuseme ndo mfano wa manispaa za huku, umeambiwa hakikisheni mna parking za magari zinazoanzia 150. Hicho ndo kigezo. Hicho moja katika vigezo. Kwamba si mnataka kujenga msikiti? Sawa, hamna tabu. Lakini muwe mna parking za magari zinazoanzia 150. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo kwamba sababu ya ibada yenu isije ikapelekea watu kusimama katika shughuli zao. Kwa sababu fikiria kule watu wana magari wengi, kila mtu anakuja msikitini, katika wale wanakuja msikitini kila mtu anakuja na gari yake, au anakuja familia nzima, baba kaja na gari yake, mtoto kaja na gari yake. Sasa kiangalia hilo itapelekea kusababisha msongamano. Sasa itapelekea mazingira yote kuwa watu wanapata tabu na adha baina yao. Kwa hiyo hawataki hilo. Sasa unaona standard kama hiyo au kigezo kama hicho kinapelekea hata nyinyi Waislamu kuto kuzubaa. Mjiandae vizuri. Sasa misikiti yetu ukiangalia huku imejengwa kwanza katika eneo dogo. Na pia hatujafikiria kuutanua msikiti, kuweka facilities zingine ndani ya msikiti na kutengeneza mifumo ya kiuchumi ambayo itaweza kuendesha hizi harakati. Naona Na kitu kingine, madaris za kule zina syllabus maalum ambayo ndio hiyo inayotumika kote nchi nzima, isipokuwa kwa sababu mimi nipo Gauteng, lile jimbo la Gauteng wanatumia syllabus hiyo. Sijajua majimbo mengine. Wao wanaweza wakawa na taasisi zingine wanatumia mfumo mwingine. Lakini wao wamejidhatiti na kujiandaa kiuchumi namna gani tutaendesha taasisi zetu. Sasa sisi tunafeli kwa sababu misikiti yetu haina mfumo mwingine wa kitega uchumi isipokuwa sadaka za waumini. Na ukipiga hesabu katika wale waumini, labda tunajua misikiti yetu ina wazee na nje ya msikiti kuna meza ya kahawa. Sijui ndo kahawa au alkasusi, Allahu a'lam. Kwa hiyo wale wanywaji ndo waswaliji hapa. Kwa hiyo kutwa nzima wameshinda pale. Sio kwamba watu labda wana kazi au wana biashara wanazoziendesha. Kwa hiyo ikifikia swala la kutoa katika majukumu ya kimsikiti, mtu atafanya muamala mmoja, mambo yatajipanga. Hapana. Ni watu ambao hawana shughuli, si kama ninavyosema, hatusemi kwa ubaya, ile tunasema uhalisia. Watu ambao hawana shughuli na hawajatafuta namna ya kujiendeleza kiuchumi. Kule Waislamu wanajitahidi kujiendeleza kiuchumi. Kwanza Waislamu hawategemei sana katika mambo ya kuajiriwa, kama kuajiriwa serikalini. Wengi ni wafanya biashara. Kundi tunafahamu South Africa. Kwanza ni kuuliza kwa sababu wakati tunafafanua hapa tumepata swali. Hali ya Waislamu ikoje kwa maana ya idadi? Wengi ni wageni au namba kubwa wazawa wenyewe? Mathalan hapa idadi kubwa ya Waislamu Tanzania ni wazawa. Wapo wageni lakini idadi kubwa ni wazawa. Vipi kwa South Africa? Idadi kubwa ni wazawa, wageni au hali ikoje? Idadi kubwa ni Wahindi. Lakini Wahindi ambao wana uraia wa South Africa. Na Wahindi wamefanya kazi kubwa sana ya kujenga misikiti South Africa. Na wanakaa mpaka wanafanya mashura. Wanasema kama hapa wanaulizana, ukitoka hapa tulipo, labda kuanzia Magomeni mpaka kufika Kinondoni kuna misikiti mingapi? Wataiorodhesha. Kutoka labda kama kule Mikocheni, kutoka kwenye ule msikiti wa Mwinyi mpaka unafika Kawe kuna misikiti mingapi? Wanaona hapa katikati hamna msikiti. Wanaangalia namna gani waweke msikiti. Kama hawana msikiti, kwa sababu nilipata bahati ya kukaa na mzee mmoja, mtu mzima, ananiambia zamani ulikuwa ukienda sehemu fulani hakuna msikiti, kuna mtu alitoa garage yake. Wakisema garage maana yake wanakusudia ile sehemu ya kupaki gari ndani ya nyumba. Anasema kuna mtu alitoa ile sehemu ndo akaifanya
musalla wanaopita njia, kwa sababu nyumba yake ilikuwa barabarani na ilikuwa barabara kubwa kama vile labda mfano wa Chalinze, watu wasafiri wanakwenda huko. Kwa hiyo akaitoa ile sehemu yake, akasema watu wanaopita hapa watasali hapa, na Waislamu wanakuwa na umoja wao kule. Yani hukuti Muislamu akazungumzia masaili ya siasa, hasa katika viongozi wameshikamana katika kuestablish ule Uislamu zaidi kuliko hata kujishughulisha na masaili mengine. Umeona? Kwa hiyo vile malengo yao yanakuwa, focus yao kubwa ni vipi tutauendeleza Uislamu hapa. Kila sehemu tuwe tuna msikiti, kila sehemu tuwe tuna musalla, kila sehemu tuwe tuna madrasa. Kwa hiyo wanafanya kazi, lakini malengo yao makubwa ni hivyo. Na vile pia upande mwingine kuna hizi harakati za tabligh kule zina nguvu sana, na kuna kitu wanaita shab guzari. Wanakusanyana pamoja labda Ijumaa Markaz, kisha watatoa ripoti kwamba kuna kundi lilitoka likaenda sehemu fulani, mazingira walioyakuta sehemu ile ni kadha kadha kadha, hakuna musalla au hakuna msikiti au hakuna hiki au tumekutana na haya. Kwa hiyo wale ambao ndio watu wazima wa kazi zile wanafanya mpango kwamba sasa inabidi sehemu fulani twende tukaeke musalla, sehemu fulani twende tukaeke msikiti, kama hatujapata msikiti basi tupate musalla. Wale watu kwanza wanakuwa na hima moja nzuri sana ambao nimeipenda, kwamba vikwazo sio sababu ya wao kuacha ile kazi. Imani yao ni kwamba kadri vikwazo vinazidi ndio Allah anatupima na si tufanye jitihada. Umeona Vipi matokeo ya hii dawa? So umezungumza kwamba idadi kubwa ya Waislamu ni Wahindi ambao ni wenyeji. Vipi matokeo ya dawa pale kwa weusi ambao ni wenyeji wa South Africa? Ukitaka kufanya dawa kule uwe pia unaifahamu Biblia. Naona kidogo wafanyie comparison, ulinganifu baina ya Qur'ani na hiki mnachokiamini. Na wengi hawaujui Uislamu. Ukiwauliza Uislamu ni nini, wanakwambia Uislamu si ile dini ya watu ambao hufunga maduka wakaenda kuswali kila Ijumaa. Kwa hiyo alama yao ni kwamba wale watu wafanyabiashara wanafunga maduka wanaenda kuswali Ijumaa, ndio wanaujua Uislamu. Au wanakwambia Waislamu bwana, kuna muda ukifika wanakuwa wanafunga awali mwezi mzima. Yani yale mambo ambayo wanayoyaona Waislamu wanafanya ndio wakaelewa Uislamu ndio uko hivyo. Naona, na hawajaenda deep katika kufanya research kujua. Na kitu kingine pia Waislamu, kuna moja katika walimu zetu pale, mashekhi zetu, alikuwa akilaumu akisema, kwa nini nyinyi Waislamu hamjajihusisha na masomo haya ya kidunia? Imepelekea mpaka tumekuwa tuna watu ambao wanausemea Uislamu hali ya kuwa hawaujui. Umeona? Kwa sababu system yao kule, unaweza ukaenda shule ukaacha, ukaenda ukahifadhi Qur'ani miaka 2, ukarudi tena ukaanzia mwaka ule ule ulioishia, kisha ukaendelea. Yani inaruhusu hivyo. Mtu hata kama ni mtu mzima akiamua kwenda kufanya metric ndo mtihani wao wa form 4, akiamua kwenda kuanza masomo yake ana ruksa hiyo. Kwa hiyo kwa dawa hii wenyeji wa Swahili wengi wamefanikiwa kuingia katika Uislamu. Wengi wamefanikiwa kuingia katika Uislamu, na wengine pia walikuwa katika haya makundi ya madawa ya kulevya na gangsters, mambo ya mabastola, kuuana na nini. Wale pia, hasa wale wa rangi ndo wanakuwa wako hivyo. Wale pia, ajabu ya Mungu, angalia Allah subhanahu wa ta'ala, wale watu imani yao ni ndogo, hawajui kuhusiana na Uislamu, lakini ukiwapa dawa wanaamini na wanabadilika. Si unasikia kwamba kule kuna violence kubwa sana? Wale ambao wanafanya zile violence wanapata dawa na wanabadilika 100%, hawayataki yale maisha tena na wanahama mpaka mji. Unaona? Kwa sababu hiyo dawa inakuwa imewaingia. Na kweli Allah amesema kweli kabisa kwamba idha jaa nasrullahi wal fath, itapokuja nusra ya Allah na ushindi,
basi utaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Tunaona makundi yale wanaoingia hawataki kurudi tena katika yale maisha, na wakiingia 100%, yani tofauti na sisi ambao tumezaliwa, wale wanaingia wana juhudi kubwa, wana hima kubwa ya kutaka watu wote waslimu. Umeona? Japokuwa dawa haifanyiki sana kwa sababu mazingira yao nayo ni magumu kidogo. Kivipi? Yani mavazi yao, kwa sababu wanawake wa South Africa wale anaosema Sheikh Pozeo wamejaliwa, wapo wengi kule. Sasa kwenda zile sehemu ambazo wanazokaa ni mtihani, na mavazi yao kama huku tunasema watu wanavaa nusu uchi, basi kule uchi kamili kabisa. Na pia unywaji wa pombe kule umekithiri. Sasa unataka kwenda kumpa mtu dawa, mtu ambaye kichwa chake tayari ameshajiunga, wanasema keshalewa chakari. Umeona? Sasa inakuwa changamoto kuwaendea wale watu moja kwa moja katika mazingira yao yalivyo, lakini ukiwavizia humu mjini ukawapata, unawapa dawa. Ama ukiwapata baadhi ya sehemu kama uko vijijini ambao nao hawajatumia vile vilevi na kuwa vizuri. Na pia changamoto nyingine ni lugha. South Africa ina lugha zinazotambulika kitaifa, lugha 11 official languages 11. Kuna Afrikaans, kuna Pedi, kuna Zulu, kuna Kosa, kuna English. Hizo nimetaja 5 hapo, zingine sizijui. Naona sasa mimi sijui moja kati ya hizo. Sijui Afrikaans, sijui Zulu, sijui Kosa, sijui hiyo nini, zote sizijui. Sasa vipi nitakwenda kufanya dawa katika watu ambao tayari tuna kizuizi cha lugha? Maanake wasaili wa dawa unaotumika ni lugha. Tujue lugha, tuwafafanulie. Na lugha mimi sijui, vipi nitawafafanulia kitu ambacho sikijui? Kwa hiyo wengine watu hawaendi kufanya dawa kwa sababu pia lugha hawaijui. Tunafahamu South Africa ni miongoni mwa nchi ambazo zina Watanzania wengi. Na kwa bahati mbaya nzuri, Watanzania wengi walikuwa South Africa, ukiwaangalia aina zao, kwa sababu wengi, kundi kubwa lilikuwa likienda kwa hiyo sura ya kwenda kutafuta maisha. Na wengi ukiangalia walikuwa wakiangukia katika either huko kwenye gangster au uzaji wa kujihusisha na madawa ya kulevya na nini. Kiswahili ndio lugha ambayo nyinyi ambao mmetoka Tanzania kwenda kusoma dini South Africa mnaitumia, na kuna kundi hilo. Dawa kwa upande wa kundi hili ikoje? Lakini pia muamko wa Waislamu ambao wana asili ya Tanzania ukoje nchini South Africa? Kwa masikitiko makubwa ni kwamba watu wote wana misikiti kule isipokuwa Watanzania. Yani maana yake zile jamii zote zina misikiti kule isipokuwa Watanzania. Na baadhi ya sehemu nimesikia ambazo mimi sijafika binafsi kwamba Watanzania wana msikiti kule, lakini bado pia kuna mgogoro mkubwa sana. Na nadhani mashehe watupe mawaidha makubwa katika namna gani ya kuleta jamii pamoja. Kile chuo mimi nilichokuwa nasoma, kila Jumamosi tulikuwa tuna session na mwanasheria masaa 2. Ile mwanasheria alikuwa anakuja anatufundisha conflict resolution kila Jumamosi masaa 2. Namna gani utasolve conflicts zitakazotokea katika jamii. Umeona? Sasa ndio maana aghlabu sana kusikia kule kuna migogoro mikubwa sana imetokea katika msikiti, kwa sababu ni somo ambalo tumelisoma. Sasa Waislamu, yani Watanzania, na wengine hawataki kujulikana, na wengine wanaona kwamba wengi katika Watanzania tayari washahusika na mambo ambayo si mazuri. Sasa ni vizuri kwangu na salama yangu ni ukwepe wa Tanzania, ama nisikae karibu na Watanzania. Kwa hiyo kuna shekhe mmoja alikuwepo kule, amefariki, Allah amrahamu, alikuwa akiitwa Sheikh Mwinyi, Hussein Mwinyi. Na bahati nzuri nimepata kuhudhuria mazishi yake, na nilikuwepo katika madarasa yake pale.
Na hata Sheikh Yusuf Kidago alikuwa akifika pale Johannesburg, alikuwa akifikia kwa Sheikh Mwinyi. Na mwaka huu alhamdulillah tulipata bahati ya kumuona Sheikh Yusuf Kidago. Alikuja na Sheikh Samir, walikuwako, alikuja pale, lakini mimi sikupata wasa wa kuwa host, kuwa mwenyeji wao, lakini ilikuwa dhamira yangu kwamba niwatembeze katika zile madarisi zote za pale Johannesburg, waone mfumo wenzetu wanavyoziendesha. Kidogo angeweza, si wale mashehe hatuwezi kuwafundisha, lakini hata wao kupata ile tour nzuri. Kuna Sheikh Jihad Kaluti anatokea Jordan, naye alikuja pale. Jihad Kaluti anakuja na mashehe wengi wanaotokea Yaman wanakuja. Wakifika pale watu wanawazungusha na wanajaribu kuimplementi zile manhaji za Yaman, kuzilinganisha pale, kufanya pale, na pia wanaona kitu gani ambacho hatuna tuchukue kutoka kwao. Wanafanya kama exchange. Sasa ukija katika jamii zetu za Kitanzania kuna changamoto hiyo. Sisi hatutoki pata exposure, tufanye hizo exchange programs. Au tunaweza tukawa tunajifunza na yakaishia kujifunza tu na kwenye utekelezaji tusiende. Muda wetu unatupa mkono na Sheikh Nassor. Tumezungumza mambo kadhaa, lakini yote kwa yote tumeangalia kuna utofauti mkubwa kati ya imam wa South Africa na imam wa Tanzania kwenye mifumo, upande wa uchumi, lakini hata namna ambavyo anavyohudumia jamii. Kuna mifumo mizuri ya kutoa huduma kwa jamii. Unadhani nini kifanyike hapa nchini katika upande huo wa maimamu na uendeshaji wa misikiti, kiasi kwamba angalau tuwe katika utoaji wa huduma bora kwa jamii katika upande huu wa uimamu na misikiti? Jambo la kufanya ni kupata elimu ya vipi kuendesha hizi taasisi zilete faida. Umeona? Nikupe mfano. Taasisi za kule zimefikia nafasi ya kuwalipia wanafunzi ada za vyuo. Umeona? Mtu anasomea udaktari analipiwa ada, sio mkopo kama huu. Sio mkopo, anaita bursaries. Wanamlipia ada. Malengo yao kwamba huyu tunayemsomesha kesho tutakuja kumweka sehemu fulani hapa. Tunamchukua mtu tunakwenda kumsomesha administration, akija kesho tutamweka hapa msikitini. Kwa hiyo msikiti unakuwa na watu wa fani tofauti tofauti. Kuna mtu wa finance. Mtu wa finance msikitini kwetu ni kijana kabisa, amesoma finance na ni kijana, na pia kule wana jambo ambalo wanaweka vijana katika majukumu. Yani kijana yupo, lakini juu yake kuna mtu mzima ataripoti kwake, lakini utekelezaji hapo, utendaji operations anafanya huyo kijana. Kwa hiyo tutafute elimu ya namna gani ya hivi vitu vinaendeshwa, tuondokane na mazoea ambayo tumeshayaona yakifanyika. Wazee ndo wanakuwa wameshikilia hii misikiti na kila kitu, hakuna maendeleo ambayo wanayopiga hatua. Kwa hiyo yani unafikia wakati sasa wazee wakubaliane na hali, kama mwanzo alisema kwamba tujitahidi kubadilika, tusingojee mpaka muda utulazimishe kubadilika, kwa sababu haya matatizo tunayoyaona ni matokeo ya yaliyofanywa miaka kadhaa nyuma, ndio maana tumefikia hapa. Kwa hiyo la kushauri ni kwamba tutafute elimu na pia tuwaheshimu watu wa elimu, watu wa fani, watu wenye hizi fani tuwape heshima yao na tuwape nafasi na uhuru wa wao kufanya kazi, na wao pia wafanye kazi kwa ushirikiano na watu. Naona tuandae mfumo mzuri wa kiuchumi wa kuendesha hii misikiti yetu, uandaliwe mfumo mzuri wa kuendesha namna gani ya ukusanyaji wa mapato, na kule kuna kitu wanaita AGM, nasema annual general meeting ya msikiti. Kwa hiyo inakuja watu wote wanaalikwa, wakishafika pale wanauliza vipi mmepata hizi pesa, vipi hizi gharama nzima za pesa, uendeshaji mzima. Kwa kila kitu kiko recorded, hata kama walinunua balbu ya msikiti receipt inapatikana pale. Naona yani ule uwajibikaji katika kuendesha hizi shughuli, na unakuwa ni rahisi kwa sababu ya uhalisia wa kwamba kuna uwazi mtu finance pia ambaye ni
ni mtaalamu katika eneo lile. Sheikh Nasor, tumeona safari yako tangu ulipoanza kutoka Tanzania kwenda kusoma na umesoma mpaka unafikia hatua ya kuhudumu kama imam. Umesoma kwa muda gani South Africa, tangu umetoka hapa kwenda kusoma mpaka ambapo umehitimu na kuanza kuhudumia kama imam? Umesoma kwa muda gani? Nimesoma kwa muda wa miaka 6. Na miaka 6. Niliondoka hapa 2018. Kwa muda wa miaka 6. Kwa kipindi chote hicho ni tukio gani ambalo umeliona au ulikutana nalo au experience wakati uko kule, hiyo wakati unasoma au wakati wa imamu au kama mtu ambaye unaishi katika jamii zile, kitu gani ambacho ulikiona kikakushangaza kiasi kwamba unasema hili maishani mwangu mimi sitokaa nikasahau? Subhanallah, nilikuwa sijatarajia swali kama hilo. Ya Allah. Tukio ambalo nimeliona kule, kuna shekhe mmoja yupo kule anasomesha, ni mtu mzima na familia yake iko Pakistani. Kwa hiyo anakuja pale anasomesha, likizo ndo anaenda kukaa na familia yake, na ni mtu mzima sana. Ndio moja katika mamufti wakubwa kule. Yani vipi mtu mzima anakuja anasomesha, likizo na yeye ndo anarudi nyumbani? Yani kwa maana amekuwa kama mwanafunzi. Amekuwa kama mwanafunzi. Kwa hiyo muda wote anautumikia katika kusomesha. Naona ni mtu mzima sana, nikisema mtu mzima ni mtu mzima sana. Anaitwa Mufti Radhaul Haq. Hata ukiona tahkiki nyingi za fatawa pia utaliona jina lake South Africa. Okay. Yuko Darul Umm Zakaria. Na likizo zinakuwa kila baada ya muda gani? Kuna madarasa ziko tofauti. Kuna ambazo likizo yake mwaka wake unaanzia baada ya Ramadhani. Yani inapoingia Shaaban, Ramadhani mwezi mzima unafungwa. Kwa wastani mwaka tunafahamu kwa vyote makana, yani miladia, hijiria, itakuwa ni mwaka wa miezi 12. Likizo ziko 2. Kwa muda gani katika kipindi cha mwaka? Ziko 2. Maana ziko 2. Yeah. Kwa hiyo na inakuwa ni muda gani? Mwezi. Ramadhani inakuwa ni mwezi mzima, zinazofuata zinakuwa ni wiki 2 na wiki 1. Kwa hiyo katika kipindi cha mwaka wote huyu yeye anarudi kujumuika na familia yake katika kipindi hicho cha likizo, ambapo ukiunga inaweza kuwa ni miezi 2. Yani katika miezi 10 ya mwaka, miezi 2 tu ndio anarudi kukaa na familia yake. Subhanallah, kwa hiyo ni jambo kubwa anafanya. Allah mlipe kila la kheri katika hilo. Mwisho tumefikia ukomo wa mazungumzo yetu. Mwisho kabisa nikupe fursa wewe kutoa nasaha kwa watazamaji waliotufuatilia, kutusikiliza na kutazama kuhusiana na hiki ambacho tulikuwa tunakizungumzia. Tumeona mfano wa mafanikio makubwa sana katika uendeshaji wa misikiti, lakini katika kuwahudumia viongozi wetu, maimamu wetu wa misikiti. Una nasaha gani za ujumla kwa umma ambao umetufuatilia? Nasaha zangu ni kwamba elimu ya dini ni elimu ambayo ina faculties nyingi sana ambazo tunaweza tukatoka nazo. Mfano kule nimeona kuna kitengo kizima cha kutoa fatwa. Kuna watu ukienda kutwa nzima unakuta wameshinda na vitabu wakipekua masail, na wana linki yao, ukihitaji masail unaweza kuwatumia wakakuandikia na wakakupa na dalili ukitaka. Hicho kitengo kimoja. Kuna vitengo ambavyo vinahifadhisha watu Qur'ani. Naona. Kwa hiyo tusidharau elimu ya dini, tuipe nguvu na tuhamasishe vijana kusoma, na hawa vijana tuwatie katika kuwatumia. Naona. Sehemu kubwa ya dini South Africa inaendeshwa na vijana, na nikikaa katika nafasi ya wazee nitasema wanaoendesha ni watoto. Kwa sababu watu kuanzia miaka 25, miaka 20 mtu ni imamu msikitini, 21 ni imamu, 22 ni imamu. Naona. Kwa hiyo nasaha ninazowapa watu ni kwamba wasiwadharau vijana, wawatumie vijana katika kazi za dini, kwa sababu katika vijana ndio kuna kuwa, kuna irada nzuri ambayo inaweza kupatikana. Nguvu kazi ni vijana. Kwa vijana watumike katika kuendesha masaili ya dini kiujumla, nyuma yao wakiwa na usimamizi na ulezi wa wazee. Wazee sio kwamba muda wao umeshaisha, hapana. Tunahitajia miongozo yao, tunahitajia
Tunahitajia miongozi yao, tunahitajia pia ule uwepo wao na busara zao katika kuendesha hizi kazi za dini inshallah. Kwa hilo naona nikushukuru sana Sheikh Nasor kwa kuweza kujumuika nasi katika Ncha Kali Podcast siku ya leo. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Sheikh Nasor Ali ambaye yeye ni imamu kule nchini South Africa, lakini pia ni mwalimu wa dini kule nchini South Africa, kama ambavyo tumeweza kumsikia tangu tulipoanza mazungumzo yetu mpaka hapa ambapo tunafikia tamati ya mazungumzo yetu. Ni mengi sana tunataraji utakuwa umeyapata kutoka katika kikao hiki kati yangu na Sheikh Nasor Ali, na tumuombe Allah ajalie hayo uliyosikia basi uweze kuyafanyia kazi. Mimi Sheikh Nasor pamoja na wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia. Baada ya kusema hatuna la ziada, ni kukumbushe tu ya kuwa mwisho wa podcast hii ndio mwanzo wa podcast nyingine nzuri sana. Nikusihi uendelee kuwa karibu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambayo kote utatupata kama AD+ Swahili. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Sheikh Nasor Ali. Tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.